Zikiwa zimesalia siku 6 tu kabla ya Simba kutupa karata ya kwanza katika mechi za makundi ya ligi ya mabingwa Afrika dhidi ya Petro Atletico ya Angola, kocha wa timu hiyo Dimitri Pantev amewaambia wachezaji wa timu hiyo kuwa anataka wafanye mambo yatakayowabeba kundini. Hatua ya Pantev kuwapa wachezaji masharti hayo imetokana na jinsi alivyovutiwa na timu hiyo ilivyocheza katika mechi ya kirafiki dhidi ya JKT Tanzania na kushinda kwa mabao 6-0, akisema anataka kazi hiyo iendelee hata kwa mechi zijazo za kimataifa ili Simba ikae pazuri. Pantev timiza siku 44 tangu atambulishwa rasmi na Simba Oktoba 3 mwaka huu akitokea Gaborone United ya Botswana. Alisema anataka kuona Simba ikishambulia na kuzuia kwa pamoja bila kuruhusu mianya inayoweza kuwapa wapinzani nafasi ya kupenya kirahisi kwao. Akizungumza na moja ya chombo cha habari, kocha huyo raia wa Bulgaria alisema kwa kiwango alichokiona katika ushindi wa mabao 6-0 iliyoupata Simba dhidi ya JKT Tanzania katika wiki ya kalenda ya FIFA kimempa tumaini kubwa la kufanikisha ndoto za Simba kufika mbali msimu huu, huku akisubiri kuungana na baadhi ya wachezaji ambao walikuwa katika majukumu ya timu za taifa. Nikimnukuu Pantev anasema huo mchezo dhidi ya JKT ulinipa picha halisi ya kile kikosi kinachoweza kufanya. Tulishambulia kama timu na kuzuia pamoja, hatukutoa nafasi za wazi kwa wapinzani wetu. Huo ndio ufanisi ninaohitaji katika kila mechi na hili ndilo ambalo tumekuwa tukilifanyia kazi. Mwisho kunukuu. Katika mashindano yote msimu huu Simba imecheza mechi 8, imeshinda 7 zikiwamo 4 za raundi ya awali za ligi ya mabingwa, 3 za ligi kuu bara na kupoteza pambano moja la ngao ya jamii mbele ya Yanga iliyoshinda kwa bao 1-0, huku wekundu hao wa Msimbazi wakifunga mabao 13 na kuruhusu 4 tu hadi sasa, kuonesha walivyo imara eneo la ulinzi. Pantev pia ameyataja mambo muhimu ambayo wachezaji hawapaswi kuyapuuza katika kipindi hiki kabla kuikaribisha Petro Atletico, ni pamoja na heshima kwa kila mpinzani atakayekabiliana naye katika hatua hiyo ya makundi. Hilo litawafanya kuwa salama. Katika mazoezi yao Simba inaelezwa imekuwa ikifanyia kazi muunganiko kati ya safu ya ulinzi, kiungo na ushambuliaji ili kuhakikisha inapopanda mbele pia wanapaswa kurudi na kulinda pamoja ili kuiweka katika nafasi nzuri ya kupata matokeo chanya kwa kila mechi uwanjani. Hii ni moja ya vitu ambavyo meneja huyo amekuwa akifanyia kazi tangu akabidhiwe kijiti cha Fallou Davids aliyehamia Raja Casablanca ya Morocco. Nikimnukuu Pantev anasema kushambulia bila ya muundo maalum ni hatari katika makundi ya CAF. Ukifanya hivyo unajichimbia kaburi. Nataka kila mchezaji ajitoe kwenye matukio yote mawili katika muundo wetu, yaani tukiwa na mpira na bila ya mpira. Mwisho kunukuu. Katika eneo la kiungo Pantev inaelezwa amempa majukumu mapya Alassane Kante kusimamia mabadiliko ya kasi, kuhakikisha timu inahamia mbele kwa pasi chache lakini zenye uelekeo, huku Joshua Mutale, Jean-Jale Ahoua, Eli Mpanzu na viungo wengine washambuliaji wakipewa majukumu ya kuwa injini na kusukuma timu wakati wote. Kwa upande wa safu ya ushambuliaji inaendelea kuimarika chini ya Jonathan Soa ambaye katika mechi dhidi ya JKT alipachika mabao 2, hivyo anategemewa kwamba atakuwa silaha muhimu kwa Pantev katika mechi ya Jumapili dhidi ya Petro Atletico. Ikumbukwe kuwa Soa ndiye aliyepachika bao la ushindi wa Simba katika mechi ya ligi kuu dhidi ya hao JKT Tanzania, wakati wekundu hao wakiibuka na ushindi wa mabao 2-1 kabla ya kalenda ya FIFA na kuifanya timu hiyo kupata ushindi wa 3 mfululizo baada ya kukipiga dhidi ya Petro. Simba ambayo ipo kundi D itakuwa na safari ya kwenda Mali kukabiliana na Stade Malien katika mechi ya pili ya hatua hiyo ambayo itakuwa kati ya Novemba 28 na 30, kisha kusubiri mapema mwakani kuvana na Esperance ya Tunisia back to back. Imeandikwa na Elia Solomon na kusoma kwako nami Hamza Seifo.